lakini pia waliweza kubaini kwamba mwanamke alikuwa uchi, mwili wake umekuta ukiwa uchi, hajavaa nguo. Lakini walivyoangalia pembeni, uchunguzi wetu umebaini kwamba kulikuwa na chipsi sahani 2, chakula maarufu kama chipsi sahani 2, lakini pembeni kwa kuna chupa ya pombe moja ambayo ni pombe kali aina ya Kevant, lakini kwa kuna chupa nyingine ya bia ambayo inaitwa Kesto Light. Baada ya kuona hali hiyo na kubaini kwamba binti huyo alikuwa tayari amekwisha poteza maisha, wameuchukua mwili huo jeshi la polisi na kuupeleka katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Binti huyo mpaka sasa hajaweza kufahamika, na huyo mwanamume aliyechukua kile chumba ametoweka. Jitihada za kumsaka mwanamume huyo zinaendelea, na jitihada za kuwajulisha watu mbalimbali waweze kufanya utambuzi kwa mwanamke huyo ambaye amekutwa amefariki pia zinafanyika. Jeshi la polisi kwa Mwanza, tunaomba wakazi wa eneo hilo la Usagara na maeneo mengine yaliyo jirani na Usagara kufika katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya kufanya utambuzi kama kuna mtu ambaye ana ndugu yake ambaye ni wa jinsia ya kike wa umri huo na ametoweka katika mazingira ya kutatanisha, wafike kwa ajili ya kufanya utambuzi. Lakini jeshi la polisi tunatoa wito kwa wananchi wote ambao wanaweza kawa na taarifa kwa namna moja au nyingine zitakazoweza kusaidia jeshi la polisi kumkamata huyo mtuhumiwa aliyechukua chumba namba 3 ili tuweze kufanikisha kazi hiyo. Uchunguzi kimsingi umeshaanza wa kufanya ufuatiliaji wa kina kwa kutumia namba za simu alizoziacha hapo ambazo sitapenda kuzitaja kwa sasa, lakini kupitia na taarifa nyingine muhimu alizoziandika kwenye vitabu. Kwa hiyo uchunguzi wa kina unaendelea, lakini wananchi kama watakuwa na taarifa zozote wafike kwa jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza na kutupatia taarifa zitakazotusaidia zaidi. Mpaka sasa chanzo cha tukio hilo la mauaji hakijafahamika. Kwa hiyo na uchunguzi unaoendelea ni pamoja na kubaini hasa chanzo kilichopelekea mauaji hayo kutokea ni nini. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea, lakini katika tukio hilo pia tumewakamata watu 2 ambao wanaendelea kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Watu hao waliokamatwa, wa kwanza anaitwa Teresia Amos Ndaki. Huyu ana miaka 36, kabila lake ni Msukuma na kazi yake ni manager kwenye hiyo nyumba ya kulala wageni. Lakini wa pili ni Neema Mlele Koyanga. Huyu ana miaka 44, ni Msukuma, kazi yake ni mhudumu kwenye nyumba ya kulala wageni. Hawa wanahojiwa.